Na mfuatiliaji wa Kawabe Media, uhari gani? Karibu sana kwenye mazungumzo na mahojiano maalum kabisa ambayo huwa tunayafanya mara kwa mara kwenye Political Theatre, na huu ni wakati mwingine ambao mimi na wewe tunakutana hapa kuweza kuyajadili mambo kadha wa kadha yanayohusiana na mambo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Mimi naitwa Salumu Amani, lakini leo nimepata bahati niseme hivyo ya kumtembelea ofisini kwake Profesa Abdallah Safari. Kisheria kitaaluma ni mwanasheria, lakini pia yeye ni mwandishi, moja kati ya waandishi nguli wa vitabu vya kitaaluma na vitabu vingine mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Profesa Abdallah Safari, nikikuita mwanasiasa wa zamani na kuwa nakosea? Wa zamani. Mwanasiasa wa zamani. Sasa tu. Sasa tutakuwa hapa tukijadili mambo kadha wa kadha na Profesa Abdallah Safari. Tutayapitia mengi tu kuhusiana na taaluma yake, lakini pia mambo ambayo amekuwa akiyafanya. Kama ulikuwa ufahamu, moja kati ya vitabu mashuhuri sana ambavyo vimesomwa na watu wengi sana wakiwa mashuleni ni pamoja na kitabu cha Joka la Mdimu. Ni moja ya vitabu maarufu sana ambavyo ukiwa umepita shule za sekondari pale lazima utakuwa umekisoma. Kidato cha 3, kidato cha 2 hivi wamekuwa wakivisoma hivi hiki kitabu. Profesa Abdallah Safari, ukiachana na kitabu cha Joka la Mdimu ambacho ndio moja ya vitabu maarufu zaidi vinavyofahamika, kitabu gani ambacho kwako wewe unahisi ni moja pia ya vitabu ambavyo vimekupa pia umaarufu mkubwa kwenye anga hizo ama kwenye sekta hii ya uandishi wa vitabu vya sanaa ama vya sheria? Yaani vyote ambavyo nadhani hivyo pia vilikupa huo umaarufu wa kusema kwamba profesa ni mwandishi wa vitabu, iwe ni vitabu vya sheria ama vitabu vya sanaa. Labda tuanze na vitabu vya sanaa kwanza. Sanaa ambavyo mimi nimeandika vitabu riwaya. Nimeandika riwaya 4. Ya kwanza iliandika na kampuni ya Longman Tanzania, kampuni ya Kiingereza hiyo. Kinaitwa Kabwela. Hicho alafu baadaye nikaandika kitabu kinaitwa Harusi. Ambacho kilitumika katika A-levels. Katika form 5 na form 6 kufundisha fasihi. Baadaye nikaandika kitabu Joka la Mdimu ambacho ndio wengi wamekisoma kwa sababu kinatumika zaidi kufundisha fasihi kwenye O-levels mpaka sasa hivi. Na alafu nikaandika kitabu kinaitwa Piga Bongo. Hiki hapa. Piga Bongo. Hiki kimechapwa na kampuni ya Kenya inaitwa Longhorn East Africa Publications. Kwa hiyo ndio kazi zangu hizo. Sawa. Kwenye huu uandishi wa vitabu, mimi nimefuatilia mahojiano yako kadhaa na mazungumzo ambayo umekuwa ukiyafanya. Mara mwisho na Charles William. Moja kati ya interview ambazo mimi kwangu binafsi nazipenda sana. Kila nikizitazama kwanza wasichoki kuzitazama kwa namna ambavyo madini yaliyokuwa mule yalikuwa yakizungumza. Sasa kuna hili swala la watu kusoma. Pamoja na kwamba mnasema wanataaluma wengi wanasema Watanzania sio wapenzi wa kusoma. Waafrika wote. Waafrika. Afadhali Kenya na Nigeria na Ghana wanasoma. Sasa pamoja na hayo lakini nyinyi hamchoki kuandika. Huwa inakuwaje? Yani pamoja na kwamba watu hawasomi, kadamnasi kubwa ya watu hawafuatilii mambo ya vitabu, lakini nyinyi hamchoki kuandika. Huwa hiyo energy na nguvu ya kuendelea kuandika huwa inapatikana. Waswahili wanasemaje? Mgonjwa huacha dawa. Yaani mgonjwa amumkatii tamaa, anakunywa dawa mpaka anakufa anaziacha. Na mwandishi anakufa na kalamu yake mkononi. Nitakuonyesha mfano. Hapa sasa hivi naandika kitabu kinaitwa Methali na Misemo ya Kiswahili. Hiki hapa. Hiki kitabu kinafanana na kile ambacho nilichapisha na Mkuki na Nyota, kinaitwa Nahau za Kiswahili. Ndio.
Kukina Nyota alichapisha kitabu kinaitwa Nahau za Kiswahili, kilichapwa mwaka 2012. Sasa hiki ni methali na misemo ya Kiswahili. Sasa uwezi ukacha kuandika, na nilimwambia Charles William hapo, nimeandika hadithi fupi mimi na binti yangu Mariam. Naitwa jina lake so ni hadithi nyingi fupi. Mzuka wa Tito. Tumewapelekea hawa Ape Network ambao ndo wanachapa hivi vitabu vyangu, wamesoma tufanye masahisho. Naandika kitabu sasa hivi kinaitwa Safari ya Uwakili. Hiki nimeshamaliza, nafanya editing. Safari ya Uwakili niko kama sura ya 8 sasa hivi. Alafu na makala nyingi sana nimeandika, zinaitwa Mtutu wa Kalamu, makala zaidi ya 80. Sasa huwezi ukaacha kuandika kwa sababu ukishakuwa mwandishi huwezi kuacha kuandika. Naamini hata Wole Soyinka, hata Kwame Nkrumah amekufa, ameacha mswada mingi. Hata Shaban Robert, vitabu vyake vingi vimechapwa, vilikusanywa na Ingereza anaitwa T. Allen, ndio vikachapa baada ya kifo chake. Kwa hiyo tunalipaa pale mgonjwa huacha dawa, na mwandishi lazima ataacha miswada ambao watoto wangu baadaye itakuja kuchapwa, kwa sababu sio kile unachoandika akitachapwa. Wengine watasema hii sio nzuri, unaona, fanya marekebisho, unafanya nyingine, unasema. Kwa mfano kitabu changu cha kuandika na binti yangu Mariam, yeye anaona ugumu kufanya masahisho kwenye baadhi ya hadithi zile fupi. Umeona, ni vigumu kufanya masahisho kuliko kuandika. Kwa hiyo kwa kifupi, lakini mwandishi hawezi kuacha kuandika. Sambamba na yote ambayo yanaweza yakatokea, watu wakagoma kusoma. Kabisa. Lakini nyie mtaendelea kuandika. Endelea kuandika tu. Sawa. Sasa nilisikia swala moja ambalo unalizungumza hapa. Mimi nikasema labda nilete hili kwako kama changamoto, kwamba hatuoni kwamba pengine kwa sasa hivi kuendelea kwa hizi sayansi za mambo ya teknolojia kunafanya watu kuwa wavivu kidogo kusoma, hususan haya mambo ya hizi hard copy. Sijajua Kiswahili chake ni kipi haswa, lakini wanakuwa wavivu. Ulisema pia hata watu wengine hawasomi, hata magazeti tu watu hawasomi. Sasa hatuoni kwamba pengine kwa sababu ya teknolojia imebadilika, watu hawataki tena kupambana na makaratasi muda mwingi, wanataka vitu ambavyo vinaweza vikawa kwao ni luxury, kuperuzi tu kwenye simu pale, kuscroll inakuwa rahisi kwao. Hatuoni hii pia ni changamoto ya kiteknolojia ambayo pengine hata nyinyi waandishi wa vitabu ambao umekuwa muda mrefu kwenye ile eneo ungeweza kuhamia huko pia? Huo ni ukweli, na kianga kingi acho mjini si haramu, na vitabu vingi vimewekwa katika mitandao siku hizi. Lakini lialikwa kwenye tamasha moja kubwa sana Zimbabwe linafanyika pale mwaka 26, wanaita Indaba. Wanakusanyika pale waandishi wa Afrika mashuhuri wengi sana. Sasa kuna mwandishi mashuhuri wa Ghana mmoja, sikumbuki kama alikuwa Kweyama ama nani, akasema huwezi ukaacha kuchapa vitabu. Akasema kitabu kwa mfano hiki hapa, unaona, hata kikiwepo kwenye mitandao, lakini lazima tuwe na hard copy, kwa sababu kwanza inavutia kuwa na kitabu. Kwa hiyo kutakuwepo na hiyo watu unaosema mitandao, hatuwezi kuzuia. Kama ninavyokuambia Kiswahili nasema kiingiacho mjini sarabu, na chochote ambacho kitawasaidia watu kufanya wakati ule sawa, lakini hatuwezi tukasahau kuwa na kitabu. Yani tuwe na maktaba ambazo hazina vitabu kama hivi. Sidhani kama itafika huko. Kwa tudhani pia kama kuna uwezekano mkubwa wa kuwa na
hizi maktaba za mitandaoni, maktaba za online? Okay, zinawezekana, lakini hizi zinavutia zaidi. Unajua mtu Waingereza anasema seeing is believing. Kuona ndio kuamini. Na pia artistically kisanii inavutia zaidi. Unaangalia covers zile za vitabu, uchoraji na nini. Kwa mfano kuna rafiki yangu mmoja amechapa kitabu sijui itakuwa anafanya publication, atapenda. Ndani mna picha mle. Sasa kuziangalia zile inapendeza pia. Inapendeza sana. Tukirudi kwa sababu wewe ni mwandishi wa vitabu, bila shaka unakuwa ni mdau wa moja kwa moja wa elimu. Sasa hivi hakika nimealikwa mara nyingi sana kwenda kutoa mihadhara. Law School Zanzibar imealika kwenda kuzungumzia, kwa mfano nilialika mwaka jana kuzungumzia collection and presentation of evidence in courts of law, yani ukusanyaji na uwasilishaji wa ushahidi mahakamani. Nimealikwa na kampuni yangu ambao Ape Network kwenye shule za kimataifa hii hapa ya Waturuki iliyoko hapo Shamshia Kumbeli kule Mbweni na nyingine iko hapa Kawe hapa, kwenda kuzungumza na wanafunzi wa O levels na A levels. Alafu wakanialika kule juu kwenye shule ya kimataifa kule Salasala kwenda kuzungumza na vijana tu namna ya kuandika creative writing. Kwa hiyo tuendelea kufanya hicho kitu. Wewe ni mdau wa elimu. Sasa kwa muda mrefu sasa kumekuwa na malalamiko, na yaita malalamiko kutoka kwa wadau mbalimbali kuhusiana na mfumo wa elimu sisi tulionao. Kwamba mfumo huu ni elimu ambayo imejazwa zaidi kwenye makaratasi, elimu ambayo imewekwa zaidi kwenye vitabu, lakini ni elimu ambayo haijawekwa kwenye uhalisia wa mambo, kiasi kwamba inasababisha kutengeneza wale wahitimu ambao ni wasaka ajira kuliko watengenezaji wa ajira. Hili wewe kwako unalizungumziaje ukiwa kama mdau wa elimu na moja kati ya waandishi wa kongwe wa vitabu? Kuna elimu tukija kwenye elimu zile za utendaji moja kwa moja, kwa mfano ufundi, ni rahisi kusema hivyo. Nilisikia hata waziri mmoja akisema kwamba watu ende VETA na nini. Hiyo mimi naelewa zaidi, lakini na mafunzo ya sayansi na nini nafikiri inawezekana zaidi. Kwenye sanaa inakuwaje? Kwenye sanaa kwa mfano wa sheria inakuwaje? Sijui. Kwenye sayansi na nakubali, na hata Japani nasikia wako mbali sana, Korea na nini, wanatengeneza vitu tangu wadogo, wanafundishwa kutengeneza vitu. Lakini art inakuwaje? Mao Zedong alikuwa anapenda sana uandishi, na of course alikuwa ni mwalimu. Kulikuwa na mazungumzo sehemu moja inaitwa Yenan hivi katika kuboresha vijana katika elimu yao. Alikuwa rafiki yake mmoja aitwa Lucien, wakakutana Yenan. Sasa akaandika kitabu chake kikubwa kinaitwa Yenan Talks on Art and Literature, namna ya kuwafundisha vijana uwezo wa kuandika na fasihi. Sasa kwenye sayansi mimi sikatai kwa sababu ni practical, ni utendaji zaidi. Kwa hiyo kuandaa syllabus mitaala ambayo inaakisi hicho, nafikiri ni kitu kizuri. Kwenye sanaa sina hakika sana. Lakini kwa mfano hili swala la kuwafanya watu wote wasome masomo ya aina fulani, yaani kwa mfano
tuchukulie mfano hapa, mtu yuko kidato cha kwanza labda, kafika pale anasoma masomo takriban 9, anasoma historia, anasoma jiografia, anasoma uraia, anasoma hesabati, ndio hiyo hesabu, anasoma mlolongo mzima masomo, lakini mwisho wa siku yeye yuko katika lengo la kwenda kuwa labda engineer. Hatuoni haja sasa pengine ya kupunguza huo mlolongo wa masomo yote? Sijui, mimi sio bingwa wa elimu, educationist kama rafiki yangu Kitila Mkumbo, rafiki yangu sana. Watu watakuwa mabingwa kuandaa mitaala, sijui, na nafikiria inawezekana zaidi kupunguza muda. Hata hivyo Waingereza walipunguza muda wa kwenda kwenye high schools, wakafanya miaka 4, sio ndio? Kenya pia amefanya hivyo. Hakuna form 5 na form 6, na sidhani kama inaathiri utendaji wao. Wamepunguza kipindi kile, na hata kwenye vitivo vya sheria, sisi zamani tukisoma sheria miaka 3, walipotaka kuleta pale chuo kikuu cha Dar es Salaam ya miaka 4, mimi na rafiki zangu wengine, sitaki nareje majina, tuliona kama ni kupoteza muda. Na utaona kuna vyuo vikuu Tumaini wamebaki na miaka 3, na wanasheria wanakuwa wazuri tu. Sasa mimi kupunguza muda ili watoto wanufaiki zaidi, wasipoteze muda, wasome mambo mengi, sababu ukiwa na mambo mengi unasoma mengi pia unachanganyikiwa. Kama hataathiri kile ambacho kinatakiwa, mimi sioni tatizo. Kama safari ndefu unafanya kwa fupi, tatizo liko wapi? Kwa kuna haja pia ya kufanya mabadiliko pengine. Kama inawezekana wafanye utafiti. Mimi sio bingwa. Kwa sasa rafiki yangu Kitila Mkumbo, mtu wa education, labda anaweza kusoma vizuri zaidi kuhusu hilo jambo. Mimi umemtaja Profesa Kitila Mkumbo, nimekumbuka jambo moja. Kwenye historia yako kuna historia moja nilisikia kwamba uliwahi kutoka ulikuwa mtumishi wa serikali ukiwa chuo cha diplomasia nafikiria. Mkurugenzi pale. Baadaye nafikiri uliacha, kilitokea kuna kitu kilitokea, uliachishwa. Ukatoka huko ukaingia kwenye siasa. Kitila anasema kwenye upande huo wa elimu kuna faida kubwa sana, yani kuna uwezekano wa kuingiza kipato kikubwa sana tofauti na kwenye siasa. Hii ina ukweli kiasi gani? Mimi sipendi kuzungumzia siasa kwa sababu kuna vitu ambavyo na misimamo mikali sana. Ndio. Na inapokuja kwenye kipato kinapatikana kwenye kipato halali na kipato haramu. Sasa mimi zungumza hata wakati mmoja na kipindi cha walipokuwa wananihoji Bakari wa Mwananchi. Anauliza kwa nini maprofesa wengi wanaacha kazi chuo kikuu wanakwenda kwenye siasa. Mimi nikamwambia ukweli, kuna easy life kwenye politics. Ila za dezo kabisa zipo. Kwa sasa kwa nini mtu apate tabu? Kama mbunge anaweza kupata milioni 18, mimi nikafikiria namna ya kusahisha dissertation ya PhD. Unaweza kwa kichaa, alafu unapata profesa ya psychiatry, magonjwa ya vichaa, anapata milioni 3 take home. Mbunge wa darasa la 7 anapata milioni 18. It's unthinkable. Ni kitu ambacho kinafikirisha. Mimi kwa kweli kinafikirisha sana. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi sitaki niseme, nilishazungumza hicho kitu na Bakari wa Mwananchi kwa kifupi sana. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba kwenye siasa kuna kipato tofauti na hizi. Kipato kama cha dezo hivi. Pato mseleleko. Kabisa. Sawa. Ukija kwenye sasa kwenye haya maisha ambayo tunaishi sisi kila wakati. Unadhani
najaribu kuzungumzia kizazi ambacho sisi sasa vijana kwa sasa hivi tupo na kipindi ambacho nyinyi pengine mlikuwa mpo katika zile level za elimu kabisa na sisi hivi sasa tulivyo. Unaona mabadiliko makubwa kiasi gani kwa upande wa vijana wa sasa hivi ukilinganisha na nyinyi wakati wenu ambao mlikuwa mkisoma pengine au mkifanya shughuli zozote zile zinazohusiana na maendeleo ya nchi? Unajua sasa hivi nikiangalia mitandao Instagram, YouTube, inasikitisha. Vijana wanapenda bongo flavor, vijana wanapenda Simba na Yanga, vijana wanapenda vitu flimsy sana. Unaona, sisi hatakuwa vile. Mimi nafikiri nyakati zetu sisi labda hivyo vitu vilikuwa havipo, lakini tulikuwa tunajihusisha na vitu ambavyo vilikuwa serious zaidi kuliko sasa hivi. Sasa sijui bwana, sijui, lakini niseme sana, lakini kuna decadence, yani ya kushuka kwa maadili kwa kiwango kikubwa sana. Mimi niko kwenye kwenye kikosi kazi cha Wizara ya Sheria kuhusiana na kutafsiri sheria kutoka Kiingereza kwenda Kiswahili. Nimeangalia sheria nyingi zipo. Kuna sheria mpya nyingi ambazo zinajaribu kuzuia makosa ya mtandaoni ya pornography. Na gazeti moja nimelisoma la Mwanahalisi kukithiri kwa biashara ya ngono kwenye mitandao. Umeelewa? Sasa nafikiri kuna tatizo kubwa kweli. Tatizo kubwa kwa sababu hii inaathiri hata watoto. Mtoto akichukua simu akiangalia simu mdogo anaona pornography. Unategemea nini? Sisi hatakuwa na fursa hiyo, lakini mimi nafikiri kwa serikali sasa hivi, serikali kama ina kazi kubwa sana ya hizi sheria zipo za kuhakikisha kwamba zinatekelezwa zile sheria. Zipo za kuzuia makosa ya mtandao. Lakini kila nikiamka naona kuna gross violation ya hivyo vitu kwenye mitandao na hakuna tunasema hakuna zile shamla. Sasa sijui kutokea kitu gani. Sawa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, tupo hapa tunafanya mazungumzo maalum kabisa na Profesa Abdallah Safari. Yeye ni mwanasheria kitaaluma, lakini pia ni mwandishi nguli wa vitabu mbalimbali vya kisanaa, lakini pia vya kisheria hapa nyumbani Tanzania. Na nilisahau kukudokeza kitu kwamba Profesa Abdallah Safari aliwahi kuwa kwenye siasa na aliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Hilo pia sio swala la kulisahau. Sasa Profesa, kwenye swala la sheria kuna hii ambayo sisi tunaitazama kama mahakama. Unasema unapozungumza yani sheria, kwa sababu mahakama ni muhimili wa nchi, basi moja kwa moja sheria ni muhimili na wenyewe, kwa sababu ndio unaongoza nchi, kwa sababu watu wanaishi kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Kwa sasa unatazama vipi utafsiriji ama namna ambavyo sheria zinatafsiriwa, lakini pia mchakato mzima wa namna ambavyo sheria zinazingatiwa? Mimi niliulizwa swali hilo na naona tabu kulirudia, kwa sababu aliniuliza Bakari kwamba naonaje mahakama
Mimi nilimweleza kwamba naandika kitabu changu, taeleza kwa undani zaidi safari ya uwakili. Unajua mahakama inasaidiwa na mawakili alafu na majaji wenyewe. Sasa mimi nilikuwa wakili wa serikali miaka ile, na nazungumza kitu ambacho nilimwambia Bakari na naona hiyo iko katika YouTube mara nyingine, naona tabu hata kurudia. Nikamaliza kwamba kuna haja ya kuangalia mahakama, namna majaji wanavyochaguliwa, alafu weledi. Limaliza Bakari kwamba katika kitabu changu kinachoandika ninaelezea majaji stadi 3 ambao wanafunzi wangu wote nimekuwa nikiwafundisha, nawaambia wasome hukumu zao. Wa kwanza Lewis Makame, na alipokufa Jaji Lewis Makame liandika tanzia buriani Jaji Lewis Makame. Ule ustadi wake na quest for justice, ile nia ya kutaka haki itendeke. Wa pili Jaji Kawalu Gakingira, alipokufa mimi kwa chuo kikuu, wanafunzi wakaandika kwenye board the death of judiciary, yani mahakama, kifo cha mahakama. Alikuwa mweledi kiasi kwamba alipokufa taharuki kwamba tutapata tena mtu kama huyo. Wengine tunafanya naye kazi, wote tunafanya nao kazi kama wakili wa serikali, na baadaye huyu mwingine kama wote hata wakili wa kujitegemea pia anaitwa Barnabas Samata, alikuja kuwa jaji mkuu. Sasa hawa ndio kama darasa la kuhakikisha kwamba hizi technicalities, hizi kanuni za ufundi zisiathiri utekelezaji wa haki. Sasa hivi hali haiko hivyo. Kwa hiyo kuna haja kufuata kama Kenya vile walivyofanya, kuona majaji sio wanateuliwa na mtu mmoja, wanapitia utaratibu wa kuomba kazi, alafu kuna mahojiano yanafanywa, watu wanaona kwamba huyu atafaa kweli ama vipi, alafu wajifundishe kwa weledi. Mifano hiyo ya majaji 3 waangalie kwa nini hao majaji 3 ni outstanding, na kwa nini wao wanashindwa kukaribia sio kuwa kama wale, kukaribia wale walivyokuwa. Ndio sawa. Mimi na swali moja pia nataka nikuulize. Katika kipindi cha hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia, sijui niite ni sintofahamu au niite ni nini, lakini pale School of Law watu wamekuwa wakipatazama kwa jicho la tofauti sana. Wanafunzi wanakwenda wanamaliza ile miaka yao ya awali vizuri, wanapofika pale School of Law kuna kuaga na niseme sijui ndo mchujo au vipi, lakini huwa baada ya matokeo yake kutoka kuna kuaga na sintofahamu kwamba wanafunzi wamekwenda 2000 waliofanya mtihani, lakini waliofaulu labda 26 kati yao. Huwa inakuaga nini hasa? Mimi unajua mimi nilifanya kazi kama msaidizi nilipokuwa wakili wa serikali, nilikuwa namsaidia William Sekule, alikuwa senior, alikuwa principal secretary. Mimi nikawa ninamsaidia kama kusimamia
wanafunzi wanakuja kufanya internship. Unamaliza chuo kikuu, kulikuwa na internship. Yaani hii mafunzo ya kazini kabla hujaanza kazi. Kwa watu wote yani walikuwa iko pale. Lazima ufanye internship. Kama vile madaktari. Unamaliza kusoma lazima ufanye mwaka mmoja ufanye internship. Mafunzo ya kazi yale. Mimi nilikuwepo pale. Na wakati ule Jaji Warioba alikuwa waziri wa sheria na waziri mkuu na mwanasheria mkuu wa serikali, akaunda kamati ya kuangalia mafunzo ya internship pale Wizara ya Sheria, na mwenyekiti alikuwa Principal Seth Attorney. Rafiki yangu alikuwa Ernest Mwepopo, alafu wajumbe alikuwa Dr. Bwana, alikuwa msaidizi wa jaji mkuu Francis Nyalali. Baadaye alikuja kuwa jaji mpaka jaji wa mahakama ya rufani. Alafu jaji na Professor Shivji alikuwa mjumbe. Kulikuwa na wajumbe wawili. Dr. Bwana alikuwa msaidizi wakati huo wa Chief Justice Francis Nyalali. Alafu alikuwepo na Professor Shivji, mwalimu wangu, alikuwa mjumbe kutoka kitivo cha sheria. Mimi nilikuwa katibu wao. Hadidu za rejea namna vipi ya kuboresha mafunzo ya internship hii ambayo ilikuwepo pale. Mimi nilikuwa katibu tu. Yakaja mapendekezo tuwe na law school hii ambayo imeanzishwa, lakini tuseme kwamba law school iwe practical zaidi. Kwa sababu haina maana kufanya law school kufanya vitu ambavyo tayari watu walishakifanya chuoni na kupotezeana muda. Kwa hata kutegemea law school iwe ni sehemu kama torture chamber. Yani sehemu ya kuwasulubu wanafunzi. Tulitegemea law school itakuwa rahisi sana. Kwa mfano mimi katika kitabu changu Mashtaka Jinai na Utetezi, hiki hapa wameandika, kuna sehemu ambazo naelezea charge, mashtaka naandikwaje. Vitu vile ambavyo ni practical. Mtu anashindwaje? Hakuna. Mimi nashangaa kwa sababu nilikuwa in the thick of things. Waingereza anasema nilikuwa kindibwa. Hatukutegemea kitu kama hiki kitokee. Sasa ikaundwa tume. Rafiki yangu alikuwa nyuma yangu, Mwekembe alikuwa, wakasema sijui wanafunzi wavivu, sijui, mimi sikubali. Hapana, sikubali. Kinachotokea law school ni masikitiko, majonzi makubwa. Sisi hatukutegemea kitu kama hicho kitokee. Na mimi ilikuwa nipo, na wakati mmoja niko chuo cha diplomasia. Walikuwa wanatafuta ile report, wameitupa hatuna General Chambers. Wakaja kule, mimi nilikuwa nayo, nikawapa. Imechapa na typewriters za zamani. Hatukutegemea kitu kama hicho. Na mimi hata Professor Jiji na marehemu Ernest Mwepopo, rafiki yangu, wangeshtuka. Mwekembe hakuwepo. Lakini sisi hatukutegemea kwamba law school itakuwa sehemu ya kuwatesa watu. Na kwamba wanafeli watu law school. Kwa vitu ambavyo tulitegemea kwamba law school kitakuwa more practical na mtu akifundishwa vizuri. Ni scandal. Kwa unaweza kusema msingi wa law school of law ni kama umegeuzwa. Sio ule ambao nyinyi wakati mnaanzisha mlikuwa. Hakika. Hatukuwa hatutegemea kitu kama hicho. Tutegemea law school watu watafundishwa vizuri, wataandaa syllabus safi, watafundisha vitu vya kihalisia practical na nini. Vijana wataona raha kwamba kumbe iko hivi na nini, mahakamani na nini. Unaona, sisi tulikuwa tunafanya moot court wakati ule mahakama namna kuigiza wakati tulikuwa wanafunzi kule. Ila rafiki yangu Robert Kagata na miti Mganda na nini, tulikuwa wachache. Tunaona raha kwamba mahakama inakuwa hivi. Sio kufelisha watu. Kwa mantiki hiyo sasa unaona vipi sasa hawa vijana wanaokuja sasa hivi kuingia katika sekta ya sheria, kulinganisha kwamba pia nyinyi tayari umri wenu umekwisha kusogea na kuna kizazi kipya kinakwenda kuzaliwa cha wanasheria. Kwa kile ambacho kinaendelea pale, unadhani
Ni upi sasa mustakabali wa taasisi? Ngoja nakwambia, Zanzibar wanayo nani, hawana matatizo hayo. Wanao nani Zanzibar Law School. Mbona hawana matatizo kama hayo? Na wana mawakili wazuri tu. Wende wakajifundisha huko Zanzibar. Mbona hawafelisha watoto ovyo ovyo? Nilikwenda mimi, waliniita huko nikatoa mhadhara namna ya kuwasilisha kitu namna hiyo, namna ya kukusanya na kuwasilisha ushahidi mahakamani. Sasa utamfelisha mtu vitu kama Wazanzibari wako makini zaidi. Hatuoni watu wanafelishwa tu style ya huko. Ni kama vile ni raha, watu wanajisikia kuwasulubu vijana. Tragic. Kwa ushauri wako mkubwa ni upi sasa kwenye hilo? Hawajisaishe tu, ni upi? Ile sio torture chamber. Wasome ile report sisi hapo tumeandika, sio angalia ipo. Angalia ipo, angalia.